maafisa wetu wanapokuwa kazini, sana sana wakati wanapokuwa katika patrol, wanakutana na vijana hawa wengi wamejiingiza katika madawa za kulevya, kunywa pombe na wengine kujihusisha katika tabia ambayo sio ya kimaadili. Hapo awali kule nyuma wasichana hawakuwa wanajihusisha sana katika matendo kama haya, lakini hivi majuzi tunaona kwamba wasichana wameongezeka. Idadi ya wasichana ambao wamejiingiza katika tabia kama haya wamekuwa wengi, wameongezeka. Karibu hata wengine wanapita wavulana. Kwa hivyo inaonesha ya kwamba ile kiwango ambayo inaongezeka kwa tabia katika wasichana wetu, wale wako katika vyuo vikuu, hata wale wako katika colleges na pia wale wako katika secondary schools, unakuta ya kwamba pia wao wamejihusisha, especially hata wale wako katika miaka ya chini, kuanzia hata miaka 17 na kuendelea. Na ndio mwito wetu kama wachungaji ya kwamba vijana wetu wako na matumaini ya siku za baadaye, na tunaomba ya kwamba waweze kujirudia na kukumbuka ya kwamba siku zao za usoni iko katika mikononi mwao. Wafanye maamuzi yaliyo bora kwa sasa ili waweze kuweka msingi maisha yao katika neno la Mungu. So kwa hivyo tunaomba ya kwamba hata pia maafisa wetu wanapofanya kazi waangalie hawa watoto, ili wakipatikana pia waelekezwe, waongeleshwe na wasaidiwe ili waweze kubadili tabia sawa. Kwa maana sio kwa kushika tu na kupeleka mtu kustakiwa, bali pia katika kuhubiriwa neno la Mungu na kusikia neno la Mungu. Na wengi wale wanaojikuta katika kufanya uhalifu au makosa ni kwamba hata wengine wanafanya hivyo kwa sababu ya peer pressure, wengine msukumo wa maisha, wengine kwa njia ya maisha inayowapeleka. Kwa kweli kuna jambo ambalo linatusumbua sisi tukiwa wachungaji. Namna tunaona, namna tunaishi, kwa kweli jamii zetu inaendelea kukosa maadili. Hasa wasichana tunapoona wao wanakunywa, wanajiingiza katika anasa, inatusumbua kwa sababu kesho yao, kwa kweli tukiuliza iwapo atajiingiza jambo hili jambo lile, miaka yake hasa ya kuoa atakuwa na maadili gani katika poma? Kwa sababu kwa kweli kesho atahitaji kuwa na poma, na ninafikiria kwamba poma yake itakaa namna gani kama yeye mwenyewe achachiweza kujiongoza, hawezi kuongoza mume wake, na watoto ambao watasaliwa wataishi kwa njia gani? Ni wakati wetu nzuri tukawe na mtazamio tofauti na tuweze kuungana kama jamii, kama watu wa nia moja, turekebishe watoto wetu kwa upole, kwa upendo na kwa maombi, tukielekeza wote katika njia ya Kristo na katika njia ambayo itawabadilisha njia zao. Vijana, ningeshauri vijana, wasichana kwamba kuna mambo unayeambiwa hii si nzuri. Usione tu kwa mtazamo yako peke yako, lakini sikia kwa watu wengine, sikia kwa wazee, sikia kwa watu wa rika yako. Kuna watu wa rika yako pia ni wazuri. Kuna wazee ambao wako anaona wewe ni unapotea, wengine wananyamaza, wengine wanasema, lakini ningeomba wewe mwenyewe uchukue jukumu yako, uko serious na ukaone kwamba maisha yako ni wa maana kuliko mambo mengine. Tutunze maisha ya leo ili ya kesho kuwe sawa zaidi.